wamekuwa na mchezo ambao umesisimua wananchi, na mimi pia nimesisimuka vizuri sana. Kwa sababu mchezo huo umeangazia masuala ambayo ni ya Kikuria. Sana sana inahusiana na changamoto ambazo zinanyanyaza wa mtoto msichana, na zimeshikiliwa katika mila na desturi ya Kikuria, wakiwa na imani kwamba mtoto anapokuwa amekeketwa ndipo at least anaweza kutambulika kwamba ni msichana kamili sasa. Japo ni jambo ambalo kwa hakika limeturudisha nyuma sana. Na mila hiyo inaambatana na masuala ambayo yanalenga masuala ya kimsimu ama ancestral spirits, ambazo imani yao ni kwamba sana sana mtoto anapokuwa amekeketwa, ile kufuja damu, wanakuwa na imani kwamba ile damu mwisho wanakunywa zile mizimu. Ni jambo ambalo ni la kukera, ni jambo ambalo linahitaji mabadiliko, na kutokana na mafunzo haya ambayo ama mchezo huu ambao wameigiza hapo, wananchi wamenufaika kwa kuona kweli kwamba kile ambacho kinaendelea kule katika mila na desturi ni kitu cha kuturudisha nyuma sana. Nyuma hapo kidogo nimekuja kuzungumza na mmoja ambaye ameshikilia katika hiyo mila, naye ni mama. Alinihakikishia kwamba msimu huu unapokuwa umefika, viganja vyake hubadilika na kuonekana vyekundu, ishara ya kwamba vinahitaji vishikwa na damu. Sasa tunapokuwa tunauliza wananchi ni kwamba kweli mnapokuwa mmepeleka watoto pale, pamoja na kuwa mnaiona kwamba ni mila, hamujaona kwamba huanga mmepeleka mtoto ili aende atimize misimu ya mtu mwingine ambaye anasumbuka na hatimaye inamrudia. Na kweli watoto hao wanapokuwa wametahiriwa, baada ya kuweza, pamoja na kuwa wametoka damu, wamefuja damu na kuumia, lakini huwa wamebadilika pia hata kimawazo, hawawezi kusoma, wanajiona kwamba wamekuwa sasa watu wazima, na wakati mwingine wanaona sio kitu bora kwao ni waende waolewe. Kwa hivyo katika mchezo huu unawaonesha kwamba kulingana na wakati na hata kulingana na mila na sheria, inabidi watu wabadilike, waondokane na zile mila ambazo zimepitwa na wakati, na hatimaye wataweza kusaidika. Sana sana katika mila hizi za kukeketa, wakiajana nazo, ukiangalia hata katika Biblia asijaonekana hapo ile tohara ambayo imeonekana ni ya mtoto mfulana, lakini hii ya mtoto msichana ni kitu cha kulazimisha, ni kitu ambacho ni cha ukatili. And kwa sasa tumeshirikiana na CSP Kenya katika ile mradi ya SRO, UNICEF SRO, pamoja na Naya, na sisi tunaweza empowerment kuhakikisha kwamba tunatumia sanaa ama art kubadilisha ile mafikirio ya watu katika hii mradi inaitwa Art for Social Norm Change. Kwa hivyo katika hii mradi tunajaribu kuhamasisha jamii kupitia sanaa, kupitia zile hadithi za kale, kupitia pia ile kutoa story, na tunafanya kazi na wale ambao wanaitwa champions na pia survivors ambao pia kwa mara mingi wamepitia, na pia wale champions ambao katika jamii yetu. So hizo ndio vitu ambavyo tunatumia kama kuhakikisha tunahamasisha. Pata nafasi ya kuongea na jamii, ndio maana tumekuja leo ili tuhamasishe zile changamoto ambazo wanapitia za dhulma, kama ukeketaji ambao umekithiri hapa Kuria, na pia zile kuolewa kwa watoto, ndoa za watoto na menginevo. Kwa hivyo tunajua kwamba kupitia hii sanaa wataweza kupata ile ujumbe, na wanapofurahia pia ujumbe unaingia. Tumekuja kuelimisha jamii juu ya mambo haya ambayo ni ya ukeketaji na kuolewa mapema, na pia mimba za mapema kwa watoto wetu. Hii storytelling inabadilisha, kwa sababu tumeona kuna watu wengi katika zama zile za kwanza, watu walipokuwa wakiishi at least kwenye tabia zingine kama hizi za ndoa za mapema hazikuwa, lakini sasa hizi unaona kwamba kuna ndoa za mapema nyingi zimefanyika, na pia mimba za mapema zinafanyika. Lakini zamani watu walikuwa wakifunzwa namna waweza kungojea kwa miaka ile ambayo itaweza kutimia mtu aolewe ama aoe. Kwa hivyo sasa hili swala ambalo limesababisha mambo haya ya mimba ya mapema na kuolewa mapema ni ukeketaji.